Isabela sehemu ya 23. Mimi naitwa Felix Mwenda. Nambari zangu ni 0766 47 48 57. Mtunzi anaitwa Sebastian Ngasa. Nambari zake ni 0744 784 939. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo licha ya kumkataa sana Elise, lakini alinibembeleza sana kwamba nimsikilize alikuwa na shida gani. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya 23. Elise alianza kulia kwa uchungu sana. Alikuwa ameshindwa kabisa kuzungumza. Akanisugalia na kunikumbatia kwa nguvu kwa akiwa anaendelea kulia tu. Nilibaki dilema, nilikuwa sijui kabisa Elise kapatwa na kitu gani. Roho ya huruma ikanijaa katika moyo wangu, lakini akili ikakataa kabisa kumsamehe Elise. Nilijikuta niko na msukuma pembeni, nikaanza kuondoka huko machozi yakinitoka, na hiyo ilikuwa na mara baada ya kukumbuka matatizo aliyokuwa amenisababishia Elise. Elise hakukubali, alisimama na kuanza kunifuata kwa nyuma, lakini kanibidi kumkwepa kwa haraka kabla hata hajanifikia. Nilikuwa sihitaji kabisa kumuona mbele ya macho yangu. Nilimchukia sana, tena zaidi ya neno lenyewe chuki. Nilikuwa namchukia sana Elise. Usiku ule sikuweza hata kula kwa sababu Elise aliniharibia siku yangu kabisa. Nilienda darasani kupoteza muda tu, lakini nikiwa darasani kuna sauti kabisa ndani yangu nilisikia ikinisihi niwe tayari kumsikiliza Elise. Akili yangu ilikataa kabisa na kupuuza sauti hiyo. Lakini Elise sio mtu wa kulialia kirahisi. Atakuwa amepatwa na kitu gani? Na kwa nini anahitaji msaada wangu? Hayo yalikuwa na maswali yaliyokuwa yanajirudia kichwani mwangu kumhusu Elise. Ilikuwa ni ngumu sana kwangu kupata majibu. Na kama nilikuwa nayahitaji, basi ilikuwa ni lazima kumsikiliza Elise ili kujua kilichokuwa kinamsumbua, kitu ambacho sikuwa tayari kabisa kufanya. Mida ya saa 7 usiku nikarudi hosteli chumbani kwangu kwa ajili ya kupumzika. Lakini cha ajabu nilimkuta Elise akiwa mlangoni kwangu. Nilishindwa kabisa kuelewa amefikaje pale na amekifahamu vipi chumba changu. Sikumsalimia. Nilimpita tu na kufungua mlango. Isabela, please. Nahitaji msaada wako rafiki yangu. Hivi wewe nani rafiki yako? Na unahitaji nini hapa? Nilimuuliza maswali mfululizo huko nikiwa naingia chumbani kwangu na kufunga mlango. Isabela. 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 Sasa mimi nitakuwa mgeni wa nani jamani? Naomba unisamehe rafiki yangu. Aliendelea kulia pale nje huko akiwa anagonga mlango wangu. Kweli kabisa Elise alikuwa anatia huruma sana, na alionyesha alikuwa ni mtu aliyekuwa anahitaji msaada. Niliumia sana moyoni mwangu kila nilipokuwa nakumbuka urafiki wetu, tulivyopendana na kushauriana. Shida yangu ilikuwa ni yake na yake ilikuwa ni yangu pia, lakini safari ya urafiki wetu ilifika mwisho mara tu baada ya kufika Dar es Salaam. Kelele za Elise zilimfikia mlinzi aliyekuwa zamu siku ile. Na sio tu mlinzi, hata wanafunzi wa vyumba vya jirani pia walitoka na kushangaa kilichokuwa kinaendelea kati yetu. Dada, mbona unasumbua watu usiku huu? Kuna shida gani? Nahitaji kuzungumza na rafiki yangu Isabela, lakini hataki kunisikiliza. Isabela yuko wapi? Yuko ndani ya chumba hiki. Mlinzi aligonga mlango wangu na kisha nikafungua. Swali la kwanza aliniuliza, unamjua huyo dada? Hapana, simfahamu. Nashangaa tu ananilazimisha kumsikiliza. Nilimjibu tu vile, lakini katika moyo wangu nilikuwa naumia sana. Sikupaswa kulipa ubaya kwa ubaya, lakini kwa mateso aliyokuwa amenipatia na dada yake. Hapana, ilikuwa ni lazima tu kufanya vile. Isabela, ni kweli kabisa kwamba nimekukosea, lakini sio uonekane mbele ya watu namna hii. Kwa nini nisiende kwa hao wengine nije kwako? Elise aliendelea kuzungumza huku akiwa kanishika magoti akiniomba msamaha. Sikuwa na cha kuzungumza, nilibaki na mwangalia tu. Huruma ilikuwa ni tabia yangu, lakini sijui kabisa ni kwa nini kwa Elise ilikuwa ni tofauti, kwa sababu nilikuwa ni mzito sana kumsamehe. Dada, wewe ni mwanafunzi? Mlinzi alimuuliza Elise. Ndiyo, naomba ID yako. Elise alitoa na kumpatia. Mlinzi akaipokea na kuikagua kujiridhisha kama kweli alikuwa ni mwanafunzi wa IFM. Unaishi hosteli? Lilikuwa ni swali jingine mara tu baada ya kujiridhisha na ID yake. Elise hakuweza kujibu chochote. Alibaki akiwa ameangalia chini kama kobe.
Dada, nazungumza na wewe. Unaishi hosteli? Hapana, Elis alijibu kwa machozi yakimtoka kwa uchungu sana. Binafsi sikuelewa kabisa ni kitu gani kilikuwa kimempata Elis. Nilikuwa sitamani kabisa kujua, kwa sababu sikuhitaji kuwa na rafiki mnafiki na mwenye roho mbaya kama yeye. Sasa kama ukai hostel, umefikaje huku? Na umepitaje pale getini bila kitambulisho? Haujui kwamba ni kosa? Na unaniweka katika wakati mgumu mimi ambaye sina kazi nyingine tofauti na hii inayoniingizia pesa. Kwa hivyo naomba uondoke hapa mara moja na usirudi tena hapa. Kama una shida na huyu basi msubiri huko madarasani na sio hapa. Mlinzi alizungumza kwa hasira sana huku akiwa anamvuta mkono wa Elis. Sasa mimi nitaenda wapi usiku huu jamani? Sina pa kwenda. Isabela rafiki yangu, nadhalika, naomba niokoe na hii aibu rafiki yangu. Elis aliendelea kulia huku akiwa chini ya miguu yangu. Dada, unasumbua watu. Acha kujiliza kama mtoto mchanga aliyekosa maziwa mama yake hapa. Ona unavojaza watu. Mlinzi aliendelea kumkaripia huku akiwa anamvuta. Kweli wanafunzi walijaa kushangaa kilichokuwa kinaendelea. Dango, taratibu, utamuumiza. Mmoja kati ya msichana alisikika akiwa anazungumza. Subiri kidogo wangu, nimuulize swali moja. Mnanipotezea muda hapa. Huyu hastahili kuwa mahali hapa. Naomba nimtoe nje, alafu maswali yenu mkamuulizia huko nje. Dakika moja tu wangu na kuomba. Mlinzi ikabidi kumkubalia, lakini alikuwa makini sana. Muda wote alikuwa anaangalia nje kama kuna mlinzi yoyote anakuja upande ule. Dada, kwani wewe unaishi wapi? Lilikuwa ni swali gumu sana kwa Elis, lililokuwa limetonesha jeraha katika moyo wake. Alishindwa kuzungumza na kubaki analia tu. Usilie basi, naomba uniambie ukweli ili nijue na kusaidia vipi. Aliendelea kumbembeleza sana Elis, ila ilikuwa ni ngumu sana kutokana na hali aliyokuwa nayo. Mlinzi alimbeba kama mzigo na kuanza kushuka naye chini. Elis hakuweza kuzungumza chochote zaidi ya kuita tu jina langu. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix Mwenda.